ya kwanza nilitaja katika kitabu cha Second Kings chapter number 5 verse number 1 to number 4. Second Kings chapter number 5 ni story ambayo tumeichua kwa muda mrefu, lakini Mungu alileta kwangu kwa utofauti, kwa maono, kwa ufunuo, kwa ufasaha wa tofauti na siku zingine. Kwa hivyo usiseme tu ile kifungo ninajua, sikiza ile ufunuo ambaye Bwana analeta kwa hiyo katika hiyo chapter, katika jina la Yesu. Daudi alisema kwamba fadhili za Bwana ni mpya kila asubuhi. God opens chapters in a new way every day and gives you a new revelation every day to match with what you are passing through at that particular time, in Jesus name. Soma. Kiswahili nasema Wafalme wa pili 5 mstari wa kwanza pale. Basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Naamani jenerali wa jeshi la Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake, mbele ya mkubwa wake, na mwenye kuheshimiwa kwa sababu kwa mkono wake alikuwa amewapa Washami kushinda. Alikuwa amewapea ushindi watu wa nchi yake ya Wazami ama Syrians, ushindi mkubwa ulikuwa unatokana na mkono wake. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Hapo ndio shida iko. Mstari wa pili. Hapo ndio shida iko. Alikuwa hodari, alikuwa anasaidia nchi yake kushinda vita, alikuwa anashangiliwa, alikuwa amepewa mamlaka, alikuwa anaheshimiwa, alikuwa anapigiwa saluti, lakini Biblia imesema kitu moja ya kusangaza. Alikuwa mgonjwa. Haleluya. Alikuwa mgonjwa, na sio tu ugonjwa wa kawaida malaria ama homa, alikuwa na ugonjwa mbaya, ugonjwa wa ukoma. Ugonjwa ambao hauna tiba. Ugonjwa ambao unaogopewa. Ugonjwa ambao ulileta jina la kwanza linaitwa quarantine. Amen. Quarantine ilikuja wakati wa corona. Ilikuja wakati wa Naamani. Amen. Amen. Katika Leviticus utasoma siku nyingine. Tuendelee. Mstari wa pili, maandiko inasema na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungo mmoja kichana mwanamke kutoka nchi ya Israeli. Yes. Naye akamhudumia mkewe Naamani. Akaenda kuwa maid. Mtu ambaye ametoka kwa nyumba ya Mungu Israeli, msichana mzuri, mrembo, hakuna maono ya kuolewa, hakuna maono ya kupata watoto wake, hakuna maono ya kufanya harusi, anapepwa, anaenda kuwa mfungwa ambaye alipwi msaada katika nyumba ya mwanajeshi, atumikie, asagize miguu ya mke wake, aoshe nguo zao, afanye kupika chakula, kupanguza watoto na kila kitu. Maono ikawa ni kama imefika mwisho, akachukuliwa mateka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Andiko inasema mstari wa 3, akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria. Lakini yule aliyekuja katika nyumba ya mfalme ya mwanajeshi ameangalia, amegundua hata kama uko na sauti ndani unapigiwa, hata kama unakuwa unataka chakula cha aina gani na pesa na uko na majina makubwa na heshima, nimegundua kitu kimoja, kuna shida hapa. Haleluya. Kuna neema imekosa kwa hii nyumba. Kuna mtu anapitia moto usiku yote harani. Kuna mtu anapitia moto, anajikuna ndani ya hizo nguo kubwa za jeshi, ndani yake kuna shida. Haleluya. Amen. Uliza jirani yako, ndani yako kuna shida. Iko. Sasa tunaweza kuona umepamba nywele ya bei lakini ndani iko shida. Umechapa nguo ya bei lakini ndani iko shida. Unakaa ndani ya nyumba nzuri lakini ndani iko shida. Maana angeponya ukoma wake. Mtu mmoja, mstari wa 4 inasema mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema yule kijana mwanamke aliyetoka nje ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli haraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Amen. Akabeba
wa nchi ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uangalie hapa. Ni historia fupi ambayo sina mazaa, tunaichua vizuri kutoka Sunday School, ambaye inasema kwamba kulikuwa na mtu ambaye ana heshima zake. Alikuwa mkubwa wa jeshi, anaitwa Naaman. Katika nchi ya Syria. Akapewa nguvu, akapewa uwezo na Mungu aweze kupiga Waisraeli, awachukue mateka. Sometimes tunashangaa ni aje kwamba maadui zetu wanatupiga na wanatushinda, na sisi tumeokoka, na sisi tunatoa fungu la 10, na sisi tunatoa sadaka, na sisi tunaimba kanisani. How comes kwamba mtu wa nje anafaulu kwa mambo fulani, hata kazini, hata kibiashara kutuliko? Maendeleo yao ni ya muda, lakini a day comes wakati Mungu anakumbuka watu wao ama watu wake katika jina la Yesu. Amen. Siku itafika Mungu atakukumbuka. Huenda itachukua muda, lakini siku itafika ambapo maadui zako wanaipika. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kusema mambo mawili matatu kutoka kwa hicho kitabu. Ya kwanza nataka nikuambie kwamba tambua neema iliyo juu ya mtu. Amen. If you cannot recognize the grace that is on somebody, anaweza kuwa mtu wa maana, anaweza kuwa daktari wako, anaweza kuwa wa kukutoa kwa maskini akutajirishe, lakini usipotambua mafuta iliyo juu ya huyo mtu, usipotambua the grace that is about that person, amen, you will be there for many years. Hallelujah. You can pray for many days, na majibu unaweza kosa. Maana majibu yako kwa mtu fulani kukusolvia problem fulani katika jina la Yesu. Amen. Tuangalie hii picha. Huyu ni mwanajeshi mwenye cheo. Huyu ni mwanajeshi ako na pesa. Huyu ni mwanajeshi ambaye ako na mamlaka, mpaka kwa mkono wake anaokoa mfalme. Anamletea utajiri, anamletea heshima, anapiga kila nchi anaishinda, analeta ushindi kwa nchi yake ya Syria. Ni mtu ambaye angepita katika street za Syria angesimamiwa. Ni mtu ambaye angepita katikati ya jeshi angesimamiwa na kupigiwa saluti. Lakini Biblia inasema ndani ya huyu mtu kuna neema. Ana neema ya pesa, ana neema ya biashara, ana neema ya wanajeshi, ana neema ya vita, ana neema ya heshima, ana neema ya jina kubwa, lakini neema ya uponyaji hana. Ni mgonjwa. Napenda lugha ya kwetu vile inawekwa ile jina. Naweza translate direct kwa Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba Naaman alikuwa ni shujaa mkubwa. Alikuwa chogoo. Haleluya. Amen. Ambia mtu chogoo. Chogoo. Kama nikikuwa ningesema etuo. Ambia mtu etuo. Etuo. Haleluya. Hebu uliza mtu kwa kweli hiyo chogoo inaitwa gani? Etuo. Unajua kama kuna mnyama apendani competition ni chogoo. Akiwa kwa boma chogoo zote lazima siiname ama situfe. Kama hiyo ndio chogoo kabisa kwa hiyo nyumba ama kwa hiyo compound. Hata chogoo zote siku zinakuwa kama mwera sikiwa kwa hiyo compound. Hakuna kuwika. Chogoo ni moja inawika hapo. Na ukijaribu kuwika vita inaanza. Until one dies. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, hiyo picha ya lugha ya kwetu inaweka vizuri. Alikuwa chogoo, lakini Biblia inasema kwamba hii chogoo ilikuwa mgonjwa. Wale tumefika kuku, mimi nimependa kuku tangu nikiwa mdogo kile alikufa. Hata sasa hivi niko nazo. Amen. Amen. Ukisikia asubuhi moja chogoo ichawika. Ndio. Ati chogoo ichawika. Mgonjwa uko kwa koma. Weka yureki to. Ugonjwa liko ndani. Hata kama utabiliwa na daktari, ukisikia tu chogoo hajawika, masaa ya kawaida, there is a problem. Amen. Praise the name of the Lord. Chogoo mkubwa, lakini alikuwa chogoo mgonjwa. Kuna mahali yake wika. Kifika nyumbani, alikuwa anatupa zile nguo za jeshi.
anashughulikiwa, mavinono zinashughulikiwa. Kwa nyumba hakuwa na sauti. Maana kila mtu alikuwa anajua shida yake. Mama alikuwa anajua hii ni choo watu wanaheshimu huko, lakini nyumbani hii ni choo mgonjwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa uko na heshima zako. Unaweza kuwa uko na majina mazuri. Unaweza kuwa uko na masomo mazuri. Unaweza kuwa uko na sura nzuri, lakini ni choo mgonjwa. Neema mbaya. Praise the name of the Lord. Biblia inasema kwamba alipoenda Israeli akapigana, kwa sababu ana neema ya kushinda vita, alichukua watu mateka, alichukua pesa mateka, alichukua dhahabu mateka, lakini katikati ya watu wameshika, alikuwa na bahati, alikamata msichana mwenye neema. Shukuru huyo mwenye neema. Yaani mtu alikukamata, maisha yake yanafanya nini? Alikamata mtu si kwa kawaida. Alikamata mtu unajua kuna mtu unaweza chezea, ugundue kwamba si mtu kwa kawaida umecheza na yeye. Kuna mtu wewe ingia usabai. Kuna mtu wewe nyose kidole usabai. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza cheza na mtu ako na neema tofauti. Praise the name of the Lord. Amen. Alienda kugusa mahali kuna neema, akaingia Israeli, ameshika watu wengine mateka, lakini akakamata msichana ambaye alikuwa amejaa neema ya Mungu. Haleluya. Amen. Nasikia vizuri. Amen. Unaweza kuwa huna cheo lakini uko na neema. Amen. Unaweza kuwa huna jina lakini uko na neema. Unaweza onekana ule hai lakini uko na neema. Amen. Katika ile nyumba dada wa neema alipokuwa anaosha manguo, aligundua kuna tungozi twa mtu, twa nyama ya mtu kwa hizo. Akasema anataka kuchunguza vizuri. Hii shida si ya kawaida. Akagundua mkubwa wake ni chogoo lakini mgonjwa. Ngozi yake inapigwa kwa sababu ya ukoma. Akasema kwa nini chogoo ikifika nyumbani inalala kwa mwingine? Kwa sababu ilikuwa quarantine. Huwezi kumixi na watu wengine ukiwa na ukoma. Ukisoma Leviticus inasema hata kama ulikuwa kanisani, hata kama ulikuwa kiongozi kanisani, ukiwa na ukoma ulikuwa na mbio usikadae kanisani. Ukikunywa hiyo kikombe hakuna mtu angegusa. Yaani ulikuwa unaonyesha madharau maximum. Ukikalia kiti inachomwa ama inawekwa nje ya mti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu dada akasema raiti, maana yeye ana neema hiyo ya Israeli, ana neema ya uponyaji. Akasema raiti huyu mkubwa wangu angejua. Angefanya nini? Hakuna kitu kibaya kama mtu ajui Mungu. Hata kama ako na jina. Hakuna kitu kibaya kama mtu ambaye atambui mafuta na neema hiyo tu ya watumishi wa Mungu. Maandiko yanasema kwamba huyu msichana anasema raiti angejua kwamba kwetu Israeli kuna nabii. There is a prophet in Israel. Ambaye amefika pale badala ya kupigana vita, badala ya kutafuta cheo kubwa, badala ya kutafuta pesa Israeli, na anarudi analala na mwingine, na anarudi anaishi mgonjwa, anarudi hana sauti, angekuja na sauti. Maisha yamechange. There is a prophet in our land. There is a prophet in Israel. Huyu msichana hakujidharau kwamba yeye ni maid. Alijua kwamba mimi naweza kuwa maid kwa hii nyumba. Naweza kuwa sina msaada kwa hii nyumba. Naweza kuwa sina sura kwa hii nyumba. Sina sauti katika hii nyumba. Samahani, tukienda form 1, tulikuwa tunaambiwa mono salia to be seen and not to be heard. Yes. Unajua leo umeweka sura za rais, hakuna mtu anakupea mangoto. Na ikiwa unakaribishwa na unapewa mkate. Ulikuwa unafika unapewa kiatu yenye jawai oshwa na socks, unapewa simu nyumbani. Zile simu za bundi unakuwa na ombi siku hiyo. Naambiwa mono ni mtu wa kuonekana, si wa kuongea, wa kusikika. Si kusikika hapa. Ulikuwa saa yote umejikunja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa yule mimi alisema mimi si mono. Mimi niko na neema yangu. I have the grace. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And the grace to speak the word of God. Hata kama mimi ni mdogo, neno la Mungu la kutangaza Yesu, la kutangaza neema ya Yesu, neema ya uponyaji, niko na hiyo neema. Alisimama akasema raiti, huyu mkubwa na sauti zake angejua kwetu kuna nabii. Kuna uponyaji nyumbani. Angerudi kama amepona. Angerudi kama amepona. Mtu akamsikia, akapeleka ripoti. Sema mkubwa, kuna
unaripoti kwa mtu unadharau hapo mdogo kwa nyumba yako. Anasema laiti ungelijua hiyo shida uko nayo ya ukoma, uende kwao, kuna nabii. Unirudi kama umefanya nini? Umepona. Tuimbe tumepona. Tuimbe tumepona. Ulimba hiyo wimbo kweli? Tuimbe tumepona. Tuimbe tumepona. Tuimbe tumepona. Tuimbe. Amen. 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 Sasa huyo akamwambia utarudi tuimbe wimbo mpya kwamba tumepona. Enda kwetu uone. Ndiyo nasema kwamba hiyo ripoti akaipeleka kwa mfalme. Na kwa sababu mfalme alikuwa na mlezi sana na mheshimu, alichukua barua. Hiyo ndio mistake ya kwanza. Alichukua barua akaandika from the desk of the president of Syria. Ninatuma huyu mtu yangu na pesa na magunia. Alete hapo Israeli, anaandikia mfalme wa Israeli. Anatambua mafuta ya mfalme mwenzake. Anatambua neema ya mfalme mwenzake, lakini atambui neema ya mtumishi wa Mungu. Mwambie sasa ila kwa Israeli, kwa mfalme wa Israeli. Akaenda barua. Nashukuru sana. Hiyo story yote endelea chini. Mfalme wa Israeli ni mwerevu. Alijua hii neema mimi sina. Aliarua mambo zake. Akasema mimi ni nani? Mnataka kuniletea laana. Mnanitumia barua niponye mtu, mimi ni Mungu. Hii neema mimi sina. Naweza kuwa niko na neema ya kuzunguka na jeshi, niko na neema ya pesa, niko na neema ya kukaa state house, lakini ya kuombea mtu apone, hiyo iko na mtu wa Mungu huko chini. Haleluya. Amen. Elisha alikuwa karibu hapo. Na mfalme wa Israeli alitambua mafuta. Alitambua utumishi wa Mungu Elisha. Alitambua nabii wa Mungu. Akamweka karibu na state house. Aliposikia kwamba mfalme ananunua manguo, alimwambia kwamba hiyo barua leta hapa. Misplace hiyo barua. Haikuwa heri. Hiyo barua ni ya nani? Ni ya neema. Haleluya. Neema, neema, neema imefunguliwa. Neema, neema, neema imefunguliwa. Akasema hiyo neema iko wapi? Kwamba tumana hiyo barua hapa. This is the right place. Watu wa Syria wakateremka na pesa yao na dhahabu yao, wakafika kwa Elisha. Elisha akasema hii neema iuswi, maana haina gharama. It is so expensive. Hapo ulipe milioni ngapi itoshi? Praise the name of the Lord. Amen. Hii nitakupea bure. Bora tu uko na neema ya kunyenyekea. Uko na neema ya kutii. Isaya anasema kwamba if you are willing and obedient, kama wewe unataka na kutii, utakula mema ya nchi. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kasema sasa kama unaweza kutii, utaona mazuri. Kamwambia enda kwa mto Yordani, na wakati ulikuwa mchafu sana kama ndarugu saa hii. Akasema hebu uanguke mara 7. Ukianguka mara 7, ukitoka ndani utakuwa umepona. Najua Naamani alinungunika sana. Alisema kwetu kuna mito mmoja aliita Abana, sema Abana. Abana. Alisema si kwetu kuna mto msafi kama Abana. Si angeniambia niende huko nianguke ndani kwa mto safi. Mimi mtu mwenye heshima, mtu mwenye cheo, unanituma kwa ndarugu. Na umekataa pesa? Bwana Yesu asifiwe. Watu wake wakanyenyekea wakamwambia mkuu, hiyo Abana ni safi, ni ya kwetu ni safi. Lakini cha kusaidia. Umekuwa naye umeoga maji yake miaka mingi. Lakini cha wewe kupoa. Kwa lugha nyingine, neema ya uponyaji iko kwa hiyo mto Abana, iko kwa mto Yordani. Kuna watu wametoka makanisa wakiama kanisa zingine, kuna watu wametoka wakitarau wachungaji fulani, wakitafuta wachungaji wengine, kuna watu wamerukaruka wakitafuta mto Abana, lakini neema iko kwa mto Abana. Iko kwa mto Yordani. Hiyo kanisa yako ya matope, hiyo kanisa yako ya fumbi, hiyo kanisa yako ya viti na kazi tu aje, hiyo kanisa ya mchungaji ya kai suru nataka imebeba neema yako. Yes. That is where your miracle is. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigia Bwana makofi mazuri. Amen. Wakamwambia wachana na kiburi bwana. Hii shida umepitia mpaka nyama zimebaki kwa manguo, utaumia miaka mingi. Hiyo kiburi cha kuponya miaka yote. Nyenyekea. Nyenyekea Bwana kuinue. Nyenyekea Bwana kuinue. Nyenyekea.
Nyenyekea Bwana kuinue, nyenyekea Bwana kuinue. Alikubali, aliweka hizo nyota zake za kijeshi chini, akasema wacha nijaribu. Alianguka mara moja, akimgunika 2, 3, akafika mara 5, karibu awache wanaona kwa tafadhali. Jitie moyo, rudi tena. Haleluya. Hii kazi ama safari ya imani inahitaji watu wakakuchochea. Kuna saa hiyo unakata roho, unasikia kabisa umekata tamaa. Yaani watu wamekusengenya kanisani, unasema hii kanisa mimi siendi. Watu wamekuongea vibaya mpaka umesikia roho imefika mwisho. Watu wamekufunja moyo, watu wamekufukuza sherehe zao, watu wamekuongea vibaya, watu wamekunyima vitu zao. Unasikia kwamba kama Kristo ndio hii acha ikae. Lakini kuna watu watakutia moyo. Kuna watu watakwambia ndugu, tia bidii. Mungu anakuja. Vumilia tu kidogo. Just a little patience and God is coming. Na utafika kwa muujiza wako. Amen. Nimesema hutakufia njiani mpaka ufike kwa destiny yako. Amen. You are not going to die until you reach your destiny. Amen. In Jesus name. Amen. But you need people who can encourage you. Hata watu wanakutia moyo. Hata sasa hiyo unasikia umefika mwisho, hata kiberiti huna, anakupeleka mahali anasema pepo mandazi 2 na upewe kikombe moja ya chai. Unajua unaweza kulia tu mtu chapati. Ujui ndio umeokoa huyo mtu. Yes. Kiona mtu amesuba, Elija alikuwa amefika mwisho. Nabii wa Mungu ameua manabii 450. Ana nguvu, anaingiza moto inashuka. Alitishwa na Jezebel mpaka akatoroka. Akaenda akalala mahali, njaa imemfikisha mwisho. Akasema na yeye alitangaza hakutanyesha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata maji hakunywa hakuna. Alilala chini akasema afadhali waliokufa. Hata mimi si afadhali kuliko mababu zangu waliokufa zamani. Akaambia Mungu niue leo. Malizana na mimi nipumzike. Pumzike. Mungu alijua mtu ni neema tu yakachakula. Na Mungu iendelee. Alituma tu akapata nguru. Akapata tu kwanza kamkate na maji. Amen. Unajua nguvu irudi tena. Irudi. Akaambiwa safari ni mrefu, enda mbele. Tena. God is bringing you somebody, a destiny helper, a destiny connector, ambaye atakutia moyo kwa shida yako kidogo usonge mbele na ufike kwa destiny yako. Amen. In Jesus name. Amen. Piga Bwana makofi. Wakamchochea wakamwambia, mkubwa, umeanguka mara 5, imebaki tu mara 2. Akaingia mara ya 6. Wakamwambia jiana, ingia ya mwisho. Alipoingia ya mwisho, Biblia inasema akatoka ndani, ngozi ikiwa kama ya mtoto. Somebody is going to be healed today. Somebody is going to receive a miracle today. In the mighty name of Jesus. Kuna mtu ambaye ataweka kiburi chini leo. Kuna mtu atanyenyekea leo. Kuna mtu ataamini Mungu leo na ataondoka hapa. Mara yasema atakapoanguka katika hiyo dimbwi atatoka kama amepona. Praise the name of the Lord. Ngozi kama ikakuwa kama ya mtoto. Ningetaka kuongea mengi lakini sitaongea. Nataka nikwambie kitu kimoja. Amen. Don't despise the grace. Amen. Usidharau neema. Kiukia jirani mwambie usidharau neema. Usidharau neema. Kuna watu watakuona hivi na wajua umebeba destiny yako. Najua kuna mama wanadharau maid mpaka hawezi kula kwa meza. Huyo maid anaweza beba destiny yako. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani maid ndiye alifanya chogoo imegonjeka. Inakufa, ikafufuka ikapona. Maid, just a maid. Kiukia jirani yako mwambie you can be a maid. You can be a maid. But you carry the grace of somebody. Naweza kuwa mchakazi, lakini umebeba neema ya mtu katika jina la Yesu. Amen. Piga Bwana makofi mazuri. Nataka tuangalie maneno ya Yesu mwenyewe katika New Testament. Katika Luka chapter 4 verse 25. Luka 4:25. Soma mstari mwingine mitatu. Kinasema nini? Inasema Luka
Luka 4:25. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wachane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Eliya. Yes. Wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Yes. Wala Eliya hakutumwa kwa mmoja wapo, ila kwa mchana mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi, yes, katika Israeli zamani za nabii Elisha. Wala hapana aliyetakazwa ila Naamani mtu wa Shamu. Haleluya. Amen. Tuangalie hapa juu. Hii kitabu cha Luka 4 chapter za nyuma 17, kuna maneno Yesu aliongea akiwa kwa hekalu. Akasimama akaitisha kitabu cha chuo cha nabii Isaya. Yes. Akasema, roho wa Bwana yu juu yangu. The spirit of the Lord is upon me. The grace of God is upon me. Akataja vitu ambavyo neema hiyo itafanya. Akasema amekuja kuwaponya walio wagonjwa, kuwatoa maskini kwa umaskini wao, kuwakomboa wenye laana, waliofungwa kuwekwa huru. Hiyo yote aliposema akamaliza, bado watu hawakumwamini. Akateremka chini mstari wa 25, akawaangalia kwa uso bila kumiksi maneno yake, bila kujichanganya na ujasiri, akawaambia, I know your problem. Najua shida zenu. Hivi ni watu wangu, mmenizoea, lakini hamtambui neema niko nayo. Akasema si hii wa kwanza. Hii Israeli iko na historia mrefu. Akasema wakati wa nabii Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Akaanza na nabii Elisha, akasema wakati wa nabii Elisha kulikuwa na wajane wengi katika Israeli. Lakini Mungu hakutuma nabii wake kwao. Alimtuma kwa yule mama mchane wa Serapant. Bwana Yesu asifiwe. Maana alichua roho yake, atapokea hiyo neema. Yes. Alisema kama vile Mungu aishivyo na kama vile ninaishi hapa, nimebakiza unga mkono moja ambaye nitapika kwa mkate tukule na mtoto wangu, na mimi ni mchane na tungojea kifo. Hatuna chakula kingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata hivyo hii neema ya kusimamisha mvua na kuleta njaa ni wewe umeileta, ni wewe ulitangaza. Lakini sasa kaunga ile mabaki ni ya kukula mimi na mtoto wangu mara moja tu na tukufu. Lakini Elisha akasema mimi kwanza enda kwa hiyo neema ya heshima kwangu kama mtumishi wa Mungu unitengenezee kwanza. Alienda kumtengenezea. Najaribu kuangalia kama leo Maroja ningefanya hivyo, ningepima mama. Umeenda kwa mama mchane, hana chochote, tena umemwambia wewe hiyo kitu kidogo kunaye wewe atapikia kwanza. Elisha kanawa mkono, akakula kale kachapati vizuri, anakunywa na maji. Mtoto anamwangalia, hakumwonjeza. Hakupea mama hata kijiko moja. Akakula peke yake akamaliza kanao. Ndio sasa akasema kwa ile neema iko juu yangu kama nabii wa Mungu, ninatangaza hakutakuwa na njaa kwa hii nyumba mpaka wakati mvua itanyesha. Biblia inasema unga ukoma na mafuta ukoma katika hiyo nyumba. Yes. Na ndio sababu Yesu anasema kwa nini hakutumwa kwa wachane wengine na matajiri wenye walikuwa Israeli. Mungu alichua roho ya umma. Akajua wewe ndio unapokea baraka. Wewe ndio utakuwa na kiburi. Wewe ndio utakuwa na uchoyo. Wewe ndio utakuwa na heshima kwa nabii wangu na mimi niweze kukuinua. Haleluya. Ule mama akapata baraka kwa sababu alitambua kipawa, neema iliyokuwa juu yake. Akarudi Yesu akatoa mfano mwingine. Imagine anatoa mfano ya watu wanaitwa Syrians. Anatoa kwa watu wanaitwa watu wa mataifa. Watu Israeli ilikuwa na dharau. Haiwezi kula na wao meza moja. Gentiles ndio Yesu anatoa kama mfano mzuri. Anawaumiza roho. Anarudi anasema example ya pili. Wanasema wanafikiri atataja mtu wao wa Israeli. Mtu ametoka katika nchi ya Israeli. Anasema tena example ya pili. Hata wakati wa nabii Elisha alipochukua kutoka kwa Elisha, ulikuwa na wenye ukoma Israeli wengi. Lakini hakuna hata mmoja aliponywa na alitakaswa. Not even one. Ijapokuwa Msiria, mtu wa mataifa aliyefuka ng'ambo ile, akakuja akachukua hiyo neema, akapokea uponyaji katika nchi ya Israeli. It is so painful. Napomalizia,
when an outsider comes to your church and takes a blessing and you are here. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When an outsider comes from outside the country and takes a blessing in the country of Kenya and you are here. Yesu akasema kwamba kulikuwa na wenye ukoma wengi katika nchi ya Israeli, lakini hata mmoja, na wanaishi na nabii, hata mmoja hakupona. Lakini Naamani akaacha mtoa safi, akakuja akaamua kwa ndugu ya Jordan, akapokea uponyaji, akaacha wenyeji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. What am I trying to say? Don't despise the grace. Amen. Usidharau neema. Nimeanza kwa kusema walking with grace. Tembea katika neema. Na nimemalizia kukuambia kwamba don't despise the grace. This is what happens. Number one, when you are submitting to somebody, you are submitting under certain grace. Unaponyenyekea chini ya mtu fulani, unanyenyekea chini ya neema fulani. Unanyenyekea chini ya neema. Na kuachiliwa na mwindi. Unaponyenyekea bila kuinua kiburi kwa ile kampuni, kuna neema huyo mwindi hapo nayo. Pengine na neema ya biashara, pengine na neema ya pesa. You are submitting under that grace. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting the point? Nimesema ukisongea karibu na mtu, ukinyenyekea chini ya mtu, sio huyo mtu umenyenyekea, ni neema hiyo ndani yake umefanya nini? Umenyenyekea. Number 2, when you are walking out of somebody, you are walking out of a certain grace. Unapotoka kwa mtu fulani, unatoka kwa neema ya mtu fulani. Kuna mtu anatoka kwa mtu fulani anakauka. Anakuja kurealize baadaye, when I was working with somebody with so and so, mambo yangu ilikuwa sawa. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Elisha alikuwa chini ya Elisha. Elisha alikuwa chini ya Elisha. Alinyenyekea chini ya neema ya unabii na alipata hiyo unabii. Alinyenyekea chini ya neema ya kufufua wafu, alifufua watu. Alinyenyekea chini ya kuponya wenye wako na ukoma na aliponya wenye ukoma. Lakini Gehazi alitembea na Elisha, hakunyenyekea chini ya Elisha. Yes. Alipotoka kwa maisha ya Elisha, aliishi maisha ya ukoma. Aliishi maisha ya upweke, aliishi maisha ya laana, na jina yake ilipotea kwa Biblia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When you are walking out of somebody, you are walking out of a certain grace. Yeah. Sasa kwa kuna mchungaji anakuombea na uko na afya, immediately you walk out of that grace, magonjwa inakuandama. Na sasa kwa ukiwa chini ya mchungaji, uko na neema hata ya kufanya biashara inakubana. When you walk out, kila kitu inaanza kwenda kwa. Yeah. Hata kwa siasa nimeona kuna watu wanasema mimi nimechorwa hijab. And they cry out. They cry. Ile grace inaondoka. Majina yao inasahaulika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu aturehemu. Amen. May God help us in Jesus' name. Amen. If association is right, it can repeat with regret. Unajua story ya Lot? Lot alijiondoa kwa Abraham
The Bible says kwamba Lot alikuwa mtoto wa ndugu ya Abraham, na akatembea na babu yake pamoja na ndugu yake Abraham mpaka wakafika mahali babu yake akakufa, lakini Abraham hakumwacha, akamchukua. Wakawa na wafanyakazi wengi, wakawa na ng'ombe wengi, kondoo wengi na kila kitu. Lakini baada ya kuwa na chakula na mifugo wengi, Biblia inasema wakakosana. Maana walikosa malisho ya kutosha. Ndio. Lot hakunyenyekea, alianza fujo. Ni Abraham alimwambia, ukienda kulia nitaenda kushoto. Ukienda mbele nitarudi nyuma. Ndio. Ukienda juu nitateremka chini. Chagua kwanza. Lot akaangalia mahali kuna town, kuna ngara, Sodom na Gomora, akachagua huko, akateremka. But later, yes, he came out of Sodom with nothing. Alitoka bila chochote, kutoka moshi. Nani alimsaidia? Abraham. Alirudi kusaidiwa bado na nani? Abraham. Because grace yake ya kusurvive na kuwa na mali na kuwa na kondoo wengi na ng'ombe ilitegemea mtakatifu wa Mungu Abraham. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You can be carrying the grace of somebody. Yeah. Yesu anatenda neema ya mtu. Kupitia kwako ndio mtu alikuja akapata Bwana. Kupitia kwako ndio mtu alikuja akaishi akasoma shule. Kupitia kwako ndio mtu alikuja akaishi akaenda college. You have a grace ambayo hata leo tuliacha hakuwa nayo. Ni kupitia kwako huyo mtu anaishi sana. And if that person cannot recognize that grace, anaweza kukauka. Amen. That is a short message I have to you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. If you are, I will finish with this. If you are in the right association, if you are in the right connection, yes, kama umeunganishwa na mtu sawa sawa ambaye amebeba neema yako, hata maombi yako yanakuwa kidogo. Ndio. Prayer list yako inakuwa short. Because this is somebody who can speak to your life and something will happen. Amen. Nakuja namwambia mimi mgonjwa, anasema tu paona katika jina la Yesu. Na unatenda kiroho. Naamani alitesa Israeli, alitesa mfalme wa Israeli, alitesa wazee na wamama wa Israeli, alitesa hata nabii wa Mungu Elisha. Bila kujua. Elisha na Israeli imebeba neema yake. Amen. Hallelujah. Alirudi tu. Na pesa akaambiwa hatuna haja na pesa yako. Hatuna haja na dhahabu yako. I will only speak a word. Nabii wa Mungu Elisha akasema tu neno. Eno tu Jordani mwanguke mara saba. You will come back here. Amen. In Jesus name. Amen. Kuna mtu amebeba neema yako ya kazi. Yes. Ni vile tu shetani hawezi kubali kuingiana naye. Hauhitaji application ya kazi. No. He can speak a word. Naweza chukua tu simu. Aseme ninatuma bidhaa hapo. Umpe kazi. Yeah. Na usirudi bila kazi. Amen. Maombi yako inaweza kuwa fupi ukiunganishwa na mtu wa kweli. If you are connected to the right association, God is a God of association. Amen. We have destiny helpers. Hallelujah. We have destiny connectors. Yes. We have destiny lifters. Wasile walikuja kufahamia Elisha wakiwa na Gehazi. Gehazi alitoka nje akaona jeshi linakuja mteremko farasi. Akasema tumekufa. Elisha alimwambia hatukufi. Macho yako ndio ioni. Ninakuombea Mungu akufungue macho ya kiroho. Ukiona kile ninaona, unaanza kusimama. Alimwombea akafunguliwa macho ya kiroho. Akaona jeshi la Mungu linawasili. Elisha amelindwa. Ndio. Gehazi alisimama akalala sana. Akasema kumbe hakuna mchawi hapa. Hakuna mganga atakuja hapa. Hakuna adui ataniattack. As long as I'm under the grace of Elisha, nothing will happen to me. Si Mungu akupe hiyo neema. Amen. Si akuunganisha na mtu wa neema. Mungu akuunganisha na mtu wa neema. Hata kama kweli mlikuwa na maskini itaisha. Itaisha. Hata kama mlilala kwa magunia. Yes. Thank you God bless you. Amen. My friend, hata kama kweli wamama mlitoka mahali mnalalia blanketi moja watu watano. Mungu akakuunganisha na Bwana ako na neema. Hiyo maskini naisha hiyo. Oh, hallelujah. Kuna minister wa Lord alioa kwa mchi
Alikuwa na neema tofauti. Alisema lami iwekwe mpaka kwa father in law. The problem iliisha. Mungu awabariki. Yes. Kwa kutambua hiyo. Na mikono yako tu. What you need is not a prayer list. What you need is not a prayer list. Yes. Kile unahitaji sio list mrefu ya maombi. If only you can recognize the grace. Yes. You will only be told to touch and you will receive it. Biblia inasema katika Wafalme wa Pili 4 mstari wa 9 kwamba kuna mama alikuwa na mtoto na alikuwa na pesa, alikuwa na utajiri. Akasema vile nimeona, akamwambia kuna wake vile nimeona. I am perceived that this is a holy man of God. Ndani yangu nimeishi. Huyu ni mpaka mafuta wa Mungu anapita hapa. Wacha tumjengee kanyumba. Wakajenga juu ya nyumba yao ghorofa, wakapea Elisha akaishi. Pamoja na Gehazi. Tumishi wa Mungu alipoangalia hakuona prayer list. Lakini alisema hapa kuna problem. Naweza kuwa uko na imani, lakini sijaona mtoto hapa. Alisema kwa neno moja, mwaka ujao wakati kama huu, next year such a time, you will be having a baby. Kwa mikono yako. You don't need a prayer list. Hey, you don't need anointing oil. You don't need clean water or holy water. Hauhitaji vitambaa vitakatifu. What you need is to recognize the grace. May the grace of God, may the anointing of God that you honor, that you respect, come upon you now and solve your problem. And solve your problem. And solve your problem. And solve your problem. Kama neema ilimaliza ugonjwa wa ukoma, kama neema ilimaliza utasa kwa ule mama, kama neema ilimaliza utasa, itamaliza yako. Kama neema ilimaliza ukoma, itamaliza magonjwa yako. May every sickness, may every disease come out by the anointing, by the grace upon this altar. May every disease come out. May every disease come out. May every curse be broken. May every poverty in your family. Yes. Go. Go in Jesus' In the name of Jesus. Jesus said these words. In Luke chapter number 4 verse 17. The Spirit of the Lord is upon me, has anointed me, has graced me to set captives free, kuweka waliofungwa huru. Kila matamshi yaliyonenwa kwako, kila matamshi yaliyonenwa na wachawi na wakanga na walio na mamlaka, iwe ni wazazi na vizazi waliokufa, ninatangaza leo, ninatangaza leo, every time that we spoken against you, I cancel. You are no longer under any curse. You are no longer under any curse. As long as you respect this anointing, as long as you respect this call, unless you are against, may every curse be broken in your life. Yesu alisema, neema hii iko juu yangu kuwatangazia walio warushwa. Every injury you received in your relationship, every injury you received, and I call today, I announce today, I declare and decree today, may every scar that you went through in your life, ever since you were young, be healed now. No more cancer, no more pressure, no more ulcers. Nasikia kuombea watu wako na ulcers. Naona Mungu akiponya mtu wa ulcers. Kama uko hapo kuna ulcer kucha mbele. Nasikia kuombea mtu wako na ulcers. If you respect this anointing, if you can honor this grace. Biblia inasema kulikuwa na magonjwa wengi Israeli, lakini hata mmoja hakupona wakati wa Elisha. Lakini mtu akatoka mbali,
mtu aliyeheshimu hayo mafuta, mtu aliyeheshimu hiyo neema, akatoka mito ya mbali, akatoka mito ya mbali, akaruka, akakuja kupokea neema. Oh Baba, if I be your prophet, if I be your servant, Lord, let every answer be healed today. Let every answer be healed today. Hatutaongea answer tena katika haya madhabahu. Hatutaongea answer tena. Hatutaongea vidonda vya tumbo. Hatutaongea wasiwasi. Hatutaongea uono. Kila aina ya uoga, kila aina ya pressure, kila aina ya msukumo wa maisha, ninasema ifike mwisho. Ibaye pia saba today. May every answer come out of you. Every answer, come out of her. Every answer, I take control over you with the anointing and the grace that have been given to speak against every disease. The Spirit of the Lord is upon me to announce to you today, you will never struggle with answers. If you honor this anointing, receive it in the name of Jesus. No more answers. Jesus, we will never come out to speak about answer here. The name of Jesus, with the power and the authority upon me, I stand today to declare and decree no more answers. Haijalishi ulipitia nini utotoni, haijalishi unapitia nini ukiwa mzee, God knows your destiny. He will never leave you nor forsake you. Mungu hawezi kukuacha. Baba amekuacha na mama, lakini Mungu hawezi kukuacha. Your life is going to be a success. Don't struggle with any stress. Every answer now with the truth that is set before us. I stand today to declare and decree no more answers. Come out in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Doesn't matter what you are passing through. The Bible says God will never leave you nor forsake you. We have sung a song of Waambanati. If we pass through many waters, much fire, God is in there. God is in there. In your problems, God is in there. In your finances, God is in there. In the education of your children, God is in there. No more answers. Spirit of answers, come out in the name of Jesus. May the fire of the Holy Ghost every answer. Do the operation. We can't speak answers again. Answers come out. The name of Jesus. Chalisu unapitia nini? Katika hiyo moto, Mungu wako ndani. Katika hayo maji unafagia ndani, Mungu wako. You are not alone. You are not alone. You are not alone. We will never speak about answers in your life again. I declare and decree, no more answers, no more answers. Come out in the name of Jesus. Fire of the Holy Ghost, do the operation, do the operation now, do the operation now. Fire of the Holy Ghost, come upon her, do the operation in the name of Jesus. No more answers, no more stress. God knows your destiny. You are a servant of God. God will never leave you nor forsake you. God will never leave you nor forsake you. You can pass many waters. You can pass through fire. One thing I know, you are not an conqueror. Every power of darkness against this lady, come out. No more answers. No more stress. Kila kitu itakuwa sawa. Kila kitu itakuwa sawa. Moto wa Roho Mtakatifu. Choma kila hali sasa. Choma kila kinonda. Kausha. Hatutaongea answer tena. Katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Thank you, Jesus. The blood of Jesus. I speak the anointing of Jesus. The anointing of the Holy Spirit. Our sister will never come back out because of answers. I take power. I take authority. I take power. I take authority. Fire is against you answers. Every demon of answers, I take out of you. I command you, come out. Come out in the name of Jesus. Come out. Be set free. Thank you, Jesus. Nobody can hold you.
Shukuru Mungu kwa sababu ya kile ambacho amefanya. Just tell God thank you. Mungu ameponya watu. Mungu amekomboa watu. Mungu kwa neema yake, neema iliyo juu ya haya madhabahu, ina uwezo wa kuharibu kila ngome ya Shetani katika jina la Yesu.